Samia Suluhu akimbilia kutia sahihi makubaliano kati ya nchi ya Tanzania na Marekani siku moja tu kuelekea maandamano ya tarehe 9 Disemba. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika siku ambayo inaweza kubadilisha mwelekeo wa uchumi wa Tanzania kwa vizazi vijavyo, Ikulu ya Chamwino imeshuhudia mkutano uliofungua mlango wa miradi yenye thamani ya mabilioni ya dola ambayo inaweza kubadilisha nchi kiuchumi, kiteknolojia na kisera kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana katika historia ya taifa hilo. Mazungumzo kati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na Kaimu Balozi wa Marekani nchini Tanzania Andrew Lentz yameweka msingi wa ukurasa mpya wa ushirikiano unaoelezwa kama wa kisasa, wenye uwazi na unaongozwa na sekta binafsi. Katika makubaliano hayo, pande zote zimeafiki kukamilisha utekelezaji wa miradi mikubwa mitatu inayosimamiwa na kampuni za Marekani, miradi ambayo inatajwa kugeuza uwezo wa Tanzania katika nishati, madini na teknolojia za kisasa. Hatua hii imekuja katika kipindi ambacho taifa linahangaika kujenga uchumi wa kisasa unaotengeneza ajira nyingi na kuweka msingi wa ushindani kimataifa. Miradi hiyo yenye uzito wa kimataifa, hususan mradi wa LNG wa dola bilioni 42, inaonekana kuwa dira mpya ya uchumi wa nishati ya Tanzania, ikifuatiwa na uwekezaji wa nikeli na grafiti ambao unajiweka katikati ya mapinduzi ya magari yanayotumia umeme duniani. Taswira mkutano huu inaonekana kuashiria kuwa Chamwino imekuwa kitovu kipya cha diplomasia ya uchumi ama ya kiuchumi ya Afrika Mashariki. Katika mazungumzo hayo, serikali zote mbili zimekubaliana kuwa majadiliano ya miradi miwili ya kimkakati ambao ni mradi wa LNG na mradi wa Tempo Nickel yamefikia ukingoni na kusubiri hatua za mwisho za kutiwa saini. Miradi hii inaibua matarajio mapya ya ajira, mapato ya serikali, uanzishwaji wa viwanda na kuibua miji mipya ya kiteknolojia. Mradi wa LNG wenye thamani inayokadiriwa kufikia dola bilioni 42 unatajwa kuwa uwekezaji mkubwa zaidi wa aina yake kuwahi kufanyika Tanzania. Utagusa sekta za nishati, fedha, mazingira, usafiri, bandari, ajira na teknolojia. Kwa kuwa Tanzania ina mojawapo ya hazina kubwa zaidi ya gesi asilia barani Afrika, mradi unaibua matarajio ya taifa kuwa muuzaji mkubwa wa LNG duniani na kupunguza utegemezi wa mapato ya mafuta na madini mengine ya msingi. Katika hatua inayofuata, serikali ya Tanzania inatarajiwa kuwezesha taratibu za udhibiti miundombinu na upangaji wa kodi kwa kuzingatia hali ya soko la kimataifa na uwekezaji wa muda mrefu. Mradi wa Tempo Nickel wenye thamani ya dola milioni 942 unaongeza uzito wa mkakati huu kwa kuweka Tanzania kwenye mnyororo wa kimataifa wa uzalishaji wa betri za magari. Dunia inaona mapinduzi makubwa ya magari yanayotumia umeme, huku mahitaji ya nikeli yakizidi kupanda. Tanzania kupitia mradi huu ina nafasi ya kujipatia soko la kimataifa lililojaa ushindani na faida kubwa. Uwekezaji wa tatu, mradi wa Mahenge Graphite wenye thamani ya dola milioni 300 unaongeza uzito wa kuwa graphite yenye uti wa mgongo wa teknolojia ya betri za lithiamu na nishati safi. Akiba kubwa ya madini hayo nchini inatoa nafasi ya Tanzania kubadilisha hadhi yake kutoka muuzaji wa malighafi rahisi kuwa msingi wa teknolojia ya dunia. Kwa jumla, miradi hii mitatu inaonekana kuwa chanzo cha mapato mapya, kuongeza akiba ya fedha za kigeni na kuimarisha uwezo wa Tanzania wa kupokea na kusimamia uwekezaji mkubwa wa kimataifa. Katika mazungumzo hayo, upande wa Tanzania umeeleza dhamira yake ya kuharakisha taratibu zote zilizosalia ili miradi hiyo ianze kutekelezwa bila kuchelewa. Hatua hii imeungwa mkono na dhamira ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uchumi wa kisiasa kupitia mageuzi yaliyojengwa katika dira ya Vision 2050 ya falsafa ya 4R inayojikita katika maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na kujenga imani katika utawala.
Dira ya Vision 2050 imekuwa ishara ya Tanzania kujitangaza kama taifa linalolenga kuunganisha ustawi wa kiuchumi na matokeo ya kijamii. Inatilia mkazo ushiriki wa sekta binafsi na ubunifu ili kutengeneza uchumi wa ushindani kimataifa. Na katika mkutano wa Chamwino, Marekani umeuona mpango huo kama fursa kubwa ya kuwekeza, kushirikiana na kuimarisha msingi wa uchumi wa dunia unaoongozwa na teknolojia na nishati safi. Na kwa upande wa Tanzania, hatua hii imefungamanishwa na ushirikiano wa kimataifa unaojengwa katika uvumilivu wa sera, uhuru wa dola na misingi ya haki za uchumi wa kisiasa. Taarifa rasmi zimeonyesha kuwa zaidi ya kampuni 400 za Marekani kwa sasa zinafanya shughuli zao nchini Tanzania. Idadi inaonyesha mazingira ya uwekezaji yaliyokuwa na uthabiti wa sera unaozingatiwa kama msingi wa uhusiano wa muda mrefu. Na Tanzania imejitambulisha kama nchi ambayo haitaki ushirikiano unaojengwa kwenye utegemezi wa misaada, bali ule unaofuta ustawi wa pamoja, ajira, ujenzi wa viwanda, uhamishaji wa teknolojia na uimarishaji wa sekta binafsi. Kwa muda mrefu Marekani imekuwa mshirika wa Tanzania katika elimu, afya, usalama wa kikanda. Hata hivyo, mkutano wa Chamwino unaonekana kuashiria mpito kutoka mfumo wa ushirikiano wa kijamii na misaada kuelekea mfumo wa kiuchumi unaoendeshwa na miradi mikubwa, teknolojia na uwekezaji wa muda mrefu wa kibiashara. Mazungumzo yamegusia masuala mapana yanayounda muundo wa mahusiano ya kisiasa na kiusalama ya Afrika Mashariki. Utulivu wa kisiasa wa Tanzania umeelezwa kuwa msingi wa kuvutia uwekezaji wa kimataifa, huku dhamira ya mageuzi ya kiuchumi ikionekana kama njia ya kuimarisha sekta binafsi, kupunguza umaskini wa kuchochea ubunifu. Ushirikiano katika afya umezidi kuwa nguzo muhimu, hasa kutokana na uzoefu wa janga la COVID-19. Programu za kubadilishana uzoefu, elimu, utafiti na mafunzo zimepewa kipaumbele kama njia ya kujenga uhusiano wa watu kwa watu. Masuala ya usalama wa kikanda na mapambano dhidi ya migogoro ya kieneo yameangaliwa kwa mtazamo mpana wa Afrika Mashariki, ikijumuisha mipaka, mapambano dhidi ya ugaidi na uimarishaji wa uchumi unaoweza kuhimili misukosuko. Picha ya mkutano wa Chamwino imetajwa kuwa ishara ya Tanzania kuingia hatua mpya. Diplomasia ya kiuchumi imepewa kipaumbele kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya taifa hili. Kwa muda mrefu Tanzania imejihusisha na diplomasia ya ushirikiano wa kijamii, misaada na usalama wa kikanda, na sasa masuala ya kiuchumi ndio msingi wa mahusiano makubwa ya kimataifa. Hatua ya Tanzania kujitangaza kama taifa lisilofungamana na upande wowote imekuwa nguzo muhimu katika kuunda taswira ya nchi inayojiamini na inayoweza kushirikiana na mataifa yote kwa misingi ya usawa. Ujumbe huu umeonekana kuakisi mabadiliko ya kimataifa, ambapo mataifa yanapima maslahi ya kiuchumi na ushawishi wa kimkakati kuliko misimamo ya nguvu za kijeshi. Na katika mazingira ya ushindani wa kimataifa kati ya Washington, Beijing, Brussels na Moscow, Tanzania inaonekana kujenga nafasi ya kujinufaisha na sokomoko hilo bila kupoteza uhuru wa dira ya taifa. Mkutano wa Chamwino umefungua ukurasa mpya wa mazungumzo ya kina, ushirikiano wa mara kwa mara ya hatua za haraka za kukamilisha makubaliano yaliyosalia. Matokeo yake yanatarajiwa kutoa ramani ya baadaye ya mahusiano ya Tanzania na Marekani kwa misingi ya kuaminiana, kufungua fursa za uwekezaji na kuhakikisha maslahi ya wananchi yanalindwa. Kwa pande zote mbili, mkutano huu umechukua sura ya uwekezaji, diplomasia, mageuzi ya kiuchumi na ujenzi wa msingi wa ustawi wa baadaye. Ujumbe wa Chamwino unatoa ishara ya kugeuka kwa Tanzania kutoka historia ya uchumi unaotegemea rasilimali dhaifu na misaada kuelekea uchumi unaoongozwa na sekta binafsi, teknolojia safi, viwanda na ushirikiano wa kimataifa unaojengwa juu ya faida za pamoja. Mataifa haya mawili yanaingia katika kipindi cha ushirikiano ambacho hakijawahi kutokea, kipindi ambacho kinaweza kuandika historia mpya ya Afrika Mashariki katika karne ya 21.
Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope. Taarifa ni za kina, uchambuzi ni wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kuwafikishia taarifa hizi wengi ambao hawajazipata.